Ni kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kusikiliza na kufuatilia mafundisho haya. Leo nataka nikuulize, je, unaisikiliza sauti ya Mungu? Na je, sauti ya Mungu unajuaje unaisikiliza? Na je, sauti inayokuja ndani yako ni sauti ya Mungu? Kumbuka, sauti ya Mungu tunaweza kuipata kwenye vyanzo vingi. Kwa mfano, tunaweza kuipata kupitia ndoto, maono. Tunaweza kuipata kupitia sauti yake, kupitia neno lake. Tunaweza kupata sauti yake kupitia ishara mbalimbali za mwili, za mazingira, kupitia unabii, kupitia hatia tunayoipata ya Roho Mtakatifu mwenyewe ndani yetu. Lakini pia tunaweza kusikiliza sauti ya Mungu kulingana na mabadiliko ya mazingira, hali, viumbe mbalimbali. Kwa hiyo kwa kila hatua, kwa kila namna, kwa kila majira, kila sehemu Roho Mtakatifu yupo na anatupa taarifa duniani. Kwa hiyo lazima tujifunze kuisikiliza sauti ya Mungu. Sasa ili uweze kujua unaisikiliza sauti ya Mungu wa kweli au sauti ya Mungu, haya ni mambo makuu ambayo unatakiwa kuyazingatia. Na mambo haya manne yatakusaidia katika safari ya kumsikiliza Mungu na kutembea na Mungu na kusaidiwa na Roho Mtakatifu ili uwe ni mtu mwenye kuzaa matunda. Maana tukienenda kwa Roho tutatimiza mapenzi ya Mungu, tukienenda kwa Roho tutapata uzima wa milele, tukienenda kwa Roho tutatembea katika sauti ya Mungu na kutimiza mapenzi yake. Lakini tukienda nje ya neno la Mungu, sauti ya Mungu, au njia ya kumsikiliza Roho Mtakatifu, ina maana tutapotea na mwisho wa mwisho tutaleta vitu ambavyo si sahihi na mwisho wa mwisho tutaangamia. Kwa hiyo angalia na pima kwa njia hii. Cha kwanza, angalia kipokeaji chako, yani wewe unapokea je sauti ya Roho Mtakatifu. Ukisoma Yeremia 29:13 anakuambia, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Kwa hiyo kipokeaji chako ni moyo wako. Kwa hiyo unapoanza kumtafuta Mungu kwa moyo wako wote, ndipo moyo wako utaanza kupokea ile taarifa na frequency. Kwa hiyo hicho ni kipimo pia cha kujua kwamba yes, Mungu atasema na mimi na Mungu ataonekana kwenye maisha yangu. Lakini kitu cha pili ambacho utaweza kukipima au kama kigezo cha kutumia ni kutafuta mara kwa mara. Yani kumtafuta mara kwa mara, na kupitia kumtafuta mara kwa mara utaweza kuzijua njia zake, utaweza kujua sauti yake. Ukisoma Yohana 10:4 maandiko yanasema wananijua sauti yake, wanaijua sauti yake. Ukimtafuta mara kwa mara na kwa mwendelezo, hiyo pia inaweza kuwa ni ishara kwamba sasa unaweza kuisikia sauti yake na unaweza kuongozwa naye. Lakini kitu cha nne au kigezo cha nne ni jifunze kutambua sauti yake. Yani lazima tunajifunza kutambua sauti yake. Ukisoma Yohana 10:27 anakuambia, kondoo wangu huisikia sauti yangu. Kwa hiyo kwenye maisha yako lazima uwe tayari kutofautisha, hii ni sauti ya Mungu, hii sauti ya shetani, hii ni sauti ya nafsi yangu, hii ni sauti ya tamaa. Na asilimia kubwa sauti ya Mungu inakuelekeza katika haki, katika kweli na katika mambo mazuri. Lakini pia si kila kitu kizuri ni sahihi. Kuna sauti inaweza kuja kukushawishi kwenda kitu fulani, kufanya kitu fulani. Unaweza kukiona kimwili ni kizuri, kiroho ni kizuri, lakini si mpango wa Mungu kwa muda huo. Kwa lazima tujifunze kwanza kuyaelewa maono, kuzielewa ndoto zetu, tujifunze kusikia sauti ya ndani ya Roho Mtakatifu na maonyo anayotupa. Lakini pia tujifunze kujua ishara mbalimbali za kwenye mwili, za viumbe mbalimbali na za hali mbalimbali na za mazingira mbalimbali. Lakini pia tujifunze kuruhusu roho ya kupambanua roho iweze kuwa ndani yetu na kuwatofautisha watu sahihi na wasio sahihi, sauti sahihi na zisizo sahihi. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunatambua sauti ya Mungu na kujitenga na sauti za udanganyifu. Lakini mwisho kabisa ni ipatanishe na neno la Mungu. Kile unachokiona kwenye ndoto, unachokiona kwenye maono, sauti yako au sauti yake unayoisikiliza, isabihanisha na neno la Mungu. Kusoma Timotheo wa 2:3-16 maandiko yanasema, kila andiko limeongozwa na Roho ya Mungu. Kila andiko limeongozwa na Roho ya Mungu. Lakini pia ukisoma Petro wa 2 sura ya 1 mstari wa 20 mpaka 21, amekwambia hakuna namna mwanadamu atapata taarifa
ambazo hajaongozwa na Roho Mtakatifu za kinabii. Kwa hiyo ni lazima turuhusu Roho Mtakatifu atuongoze kupitia neno la Kristo, na ile taarifa tunayoipata tuhusianishe ile taarifa na neno. Je, inaendana na neno au inapingana na neno? Ikiwa inapingana na neno, hiyo sio sauti ya Mungu, hata kama inaeleza mazuri. Ndio maana Yesu akawa anajaribiwa na shetani, akasema kama wewe ni mwana wa Mungu, basi ingia juu kwenye jirushe chini, maana neno linasema ataagiza malaika. Ni kweli neno linasema ataagiza malaika mikononi mwake watakuchukua, lakini kitendo cha kujirusha ina maana unamjaribu Mungu wako. Lakini pia maandiko yanasema geuza hili jiwe kuwa mkate. Ni kweli nina njaa, ni kweli nahitaji mkate, lakini je, nigeuze hili jiwe kuwa mkate na wakati mimi nimefunga? Ina maana ni kitu ambacho sicho. Lakini pia kwa nini geuze jiwe kuwa mkate na mimi hapa nimefunga na sitakiwi kula? Kwa hiyo umeshajua hiyo kuna sauti ya udanganyifu ndani yake. Lakini anakuambia nitakupa hizi miliki zote ukinisujudia. Lakini neno linasema msujudie Mungu peke yake, na shetani anataka asujudiwe. Unajua ni uongo, hata kama neno linaonekana kama ni la kweli. Kwa hiyo si kila kinachosemwa na kinachozungumzwa au unachokisikia ni kitu kinaenda na sauti ya Mungu. Hapana. Kuna wakati Mungu anafunua sauti ya adui. Ndio maana kwenye ndoto ni kweli Mungu anakuonesha ndoto. Platform ya kuonesha ndoto ni ya Mungu, lakini Mungu anaweza kumfunua adui, au Mungu anaweza kusema na wewe mwenyewe, au Mungu anaweza kuifunua sauti ya adui kupitia ndoto ili ujue agenda ya adui. Lakini pia Mungu anaweza kukuonya juu ya watu. Kwa hiyo mfumo na platform, au tuseme platform au chombo cha mawasiliano ambacho ni cha ndoto, au mfumo wa mawasiliano wa ndoto na maono ni wa Mungu. Mmiliki ni Mungu 100%, ila kupitia huo mfumo Mungu anaweza kufunua vitu tofauti tofauti. Anaweza kufunua uovu wako, anaweza kufunua sauti ya adui au ishara za adui au agenda ya adui, anaweza kufunua baraka alizokuandalia, au anaweza kufunua kusudi lako, anaweza kukuelekeza nini unatakiwa kufanya na nini usitakiwa kufanya. Kwa hiyo kwa namna hizi zote tujifunze leo kusikiliza sauti ya Mungu, na kupa uhakika hatutochanganyikiwa na adui, hatopata mlango. Maana shetani kazi yake ni kuchinja, kuiba na kuharibu, Yohana 10:10. Lakini Yesu Kristo anakuja kutupa uzima kisha tuwe na hoteli. Lakini pia lazima tukumbuke maneno ya Yesu, anasema dunia hii ipo mikononi mwa mwovu. Kwa hiyo shetani ni kama simba angurumaye anayetafuta watu awameze. Lakini akasema ametupa akili, tukimjua Mungu wa kweli ambaye ni Yesu Kristo, ila maana hatutochanganyikiwa na tutaweza kushinda. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.